nitakuwa sitendi haki kama Mtanzania niliyeishi kwenye nchi hii na nikaziona awamu zote 6. Tuchague viongozi ambao wanatakiwa kutawala, wanatakiwa kuongoza, ingawa hawapendi kuongoza kwa sababu wanajua dhima. Mwaka 2015 mimi nilikuwa bado mwenyekiti wa CCM wa mkoa huu. Kwa hiyo nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, nilikuwa ni mjumbe wa mkutano mkuu. Chama changu kilimteua hayati Magufuli kuwa mgombea. Ninasema haya bighairi ya imani zetu na itikadi zetu za kisiasa. Ninasema kama Mtanzania ambaye nimeyaona mengi. Alipoteuliwa Dr. Samia kuwa mgombea mwenza, alikataa kata, na ilichukua muda mpaka tukawa tunajiuliza, jamani, kuna nini huko? Kuna zengwe gani tena? Alikataa sio kwa sababu alikuwa hajui kuongoza, kwa sababu tayari alishakuwa mjumbe wa kamati kuu, mjumbe wa halmashauri kuu, mjumbe wa baraza la wawakilishi, waziri katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, waziri katika ofisi ya rais, ofisi ya makamu wa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na makamu mwenyekiti wa bunge maalum la katiba. Kwa hiyo alikuwa hana shaka ya kuongoza. Lakini alikuwa anachelea dhima atakayobeba, kwa sababu katika makosa ambayo Mwenyezi Mungu hamsamehe mja wake ni la mja mmoja kumdhulumu mwingine. Mashehe, maaskofu, niko sahihi? Sawa. Atakusamehe uliyemdhulumu. Mpaka uliyomdhulumu amekusamehe. Sasa ukiwa kiongozi una nafasi kubwa, kwa makusudi au kwa kutokusudia, kufanya mambo ambayo yanaweza yakawadhulumu watu. Hutopata muda wa kuwajua na kuomba msamaha wote. Mimi ninamfahamu vizuri Dr. Samia. Nimefanya naye kazi. Ni mtu mwenye Waswahili umwambao wanasema ikhlas. Naam. Hofu ya Mungu na dhamira njema. Na
anaingia kwenye vile vigezo vya Plato. Kiongozi mwana falsafa na si mjinga, amesoma. Si mjinga, amesoma. Ninatafsiri mwana falsafa kama mtu adili, mtu aliyeelimika, na yeye ameelimika, anajua dhima ya uongozi. Na ndio maana tangu ameingia anaongoza kwa hofu kubwa ya Mwenyezi Mungu. Ninakuombeni, ili nimelichomekea mwenyewe. Unajua sasa mimi mwanasiasa, na ukishafika mahali ukipewa microphone unapandwa mdadi. Kwa hiyo mimi ninakuombeni, twendeni tukapige kura. Tuwaase vijana wetu waondokane na hizi dhana potofu. Ghasia haimsaidii mtu. Tumefanya mambo tunayoyafanya kwa salama na amani kwa sababu tuna amani, tuna umoja, tuna mshikamano. Hakuna kitu kitakachoisaidia nchi hii zaidi ya amani, mshikamano na umoja wa taifa. Tumejumuika hapa kwenye kongamano hili la kumwenzi au ni kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye yeye ni muasisi wa taifa letu. Tumekusanyika hapa kama ulivyosema, Mwalimu Nyerere alihubiri umoja, upendo na mshikamano. Na kimsingi wa Tanzania bado tunaishi katika maeneo hayo ambayo rais wetu mstaafu, kiongozi wetu, muasisi wetu alituhubiria na alituhusia sana. Nakumbuka hata wakati anakufa alisema angependa kuiacha Tanzania yenye umoja, yenye amani. Kwa hiyo msisitizo ule wa umoja, amani na mshikamano na sisi tunapenda kuusisitiza, hasa kipindi hiki ambapo tunafanya maadhimisho ya kumbukumbu ya kifo chake. Na mwaka huu kama mnavyofahamu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo swala la amani ni swala muhimu na swala nyeti sana wakati huu nchi inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa kidemokrasia. Kwa hiyo wananchi wote wa Tanzania, wa Kinondoni, wa Dar es Salaam, sisi wote tunahitaji kuwa na amani, tunahitaji kudumisha amani, tunahitaji kudumisha mshikamano kwa sababu wote sisi ni Watanzania. Baba yetu na mama yetu ni Watanzania. Kwa tukiharibu nchi yetu maana yake tunaharibu mahali ambapo ni sehemu yetu sahihi ya kuishi. Na nitoe wito kwa watu wote waliojiandikisha uchaguzi, twendeni tukashiriki uchaguzi. Sisi tuko vyama 18 vinashiriki uchaguzi, na kimsingi wananchi wanayo haki ya kuchagua mgombea wanayemtaka katika vyama 18. Viko vyama vimesimamisha wagombea wa udiwani na ubunge tu, lakini viko vyama vimesimamisha rais, udiwani na wabunge. Kwa nitoe wito kwa vyama vyote vilivyoshiriki, tuendeleze kampeni zetu kwa amani, kwa mshikamano, tusiharibu misingi ya taifa letu, lakini mwisho twendeni tukapige kura, tuchague kiongozi anayefaa, kiongozi mwenye maono, kiongozi anayestahili kutuongoza, kutuvusha kutoka hapa tulipo kuelekea mbali zaidi. Na kwangu mimi mkiniuliza naweza nikasema ni rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kumwenzi Mwalimu itapendeza sana kama uchaguzi wetu huo utakuwa wa amani na utulivu. Kusiwepo na Mtanzania yeyote ambaye atajaribu kuvuruga amani yetu, tukafanya au watu wakafanya kushindwa kwenda kushiriki katika haki yao ya msingi ya kupiga kura. Vyombo vya dola visiwe chanzo vya uvunjifu wa amani katika siku hiyo. Wajali sana utulivu wa watu katika maeneo waliopo. Mimi sitoshangaa nikiona ndugu zangu maaskari wanafanya doria katika nyumba za watu, lakini katika sura ya kwamba watu wanapoamua kwenda kupiga kura ni matarajio yao kwamba wakirudi hawatokuta nyumba zao zimevunjwa kwa sababu ya kukosa ulinzi. Kwa hiyo uwepo wa ulinzi wa aina hiyo unakubalika.
Kwa hiyo kubwa ambalo mimi ningewaasa Watanzania wenzangu, ili tumwenzi vema Mwalimu, basi tuheshimu sana ulinzi wa amani. Sisi ndio tuwe walinzi wa amani yetu. Tuzungumze pia, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Baada ya wiki mbili tunakwenda kupiga kura. Maneno yatakuwa mengi, huyu anasema hiki, lakini ndugu zangu, katika mazungumzo hayo ambayo Mwalimu aliyafanya tukapata uhuru, yaliendelea kuzungumzwa, na ndio maana tukapata mfumo wa vyama vingi. Vyama vingi vimekuja mwaka 92, lakini hakukuwa na vita wala hakukuwa na mgogoro. Watu walizungumza, kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Leo tunakwenda kwenye uchaguzi, tunavyo vyama vya upinzani au tuseme vyama vya kisiasa zaidi ya 17 nafikiri viko katika uchaguzi. Kwa tunaona demokrasia yetu ilivyokuwa na upana wake. Lakini cha kushukuru, mpaka sasa tunakwenda huko kwenye uchaguzi, hali ya nchi yetu bado imeendelea kuwa ya amani. Hali ya nchi yetu inaendelea kuwa na utulivu. Zipo nchi ukienda kwenye uchaguzi kama hivi tayari kuna vurugu, na vurugu hizo chanzo chake na wao wakati wanapata uhuru labda walipata kwa njia ile ambayo nilisema mwanzo. Lakini sisi tunaendelea kuwa na amani. Tunaona kampeni zinazoendelea. Lakini kikubwa ambacho tunaweza kusema ni kwamba tunaona jinsi hawa wagombea wote wanavyoheshimiana. Sijasikia, na kama yuko sijui kama kuna mtu katoa neno lolote la tusi kwa hao wanaogombea. Lakini sisi huku chini, labda watoto wetu tu, ndugu zetu, wana vineno vingi tu vya kashfa, matusi, vitu kama hivyo, kitu ambacho sio jadi yetu. Pasipokuwa na mshikamano na upendo, pasipokuwa na utulivu, sahau amani. Ndio maana tunaona DRC, watu wa Sudani wana mafuta mengi. DRC kuna madini mengi, duniani kote hakuna, lakini hawana maendeleo kwa sababu hawana amani. Kwa hiyo tunapo kwenda kwenye uchaguzi, kwanza naomba niwakumbushe Watanzania wenzangu wazingatie zile R4, wasizibeze. Zile ndizo zinatengeneza amani ya taifa letu. Unapoongea maridhiano, kwamba kunapokuwa na mgogoro wowote mnakaa chini mnaongea. Lakini kitu kingine cha msingi ambacho wanadamu wengi wamekikosa leo, wako vitani, ni ustahimilivu. Kwamba unapokosewa, je, unachukua muda wa kufikiri kwamba huyu amenikosea lakini anastahili msamaha. Mnakaa chini, mnaombana msamaha, mnakwenda mbele, mnatengeneza maendeleo. Kwa hiyo natoa mwito kwa vijana wetu, popote walipo katika taifa letu la Tanzania, wajitokeze kwa wingi sana kwenda kuchagua viongozi wanaoamini katika dhati ya moyo wao kwamba wanawaletea maendeleo. Hili ni takwa muhimu sana. Maadui wa Tanzania, maadui wa taifa letu, hawataki uchaguzi ufanyike, na hawataki ufanyike kwa amani. Ndio maana mnaona Madagascar, mnaona Msumbiji ilivyokuwa, kesi nyingi sana. Sasa tuwakatae. Mwalimu Nyerere alitufundisha kuang'amua maadui wetu. Na njia mbili, labda haraka vijana wangu wa Tanzania ambao watasikia na kunitazama waelewe. Kuna njia mbili maadui wa Tanzania wanatumia kuwahadaa watu ambao hawataki wapate maendeleo ili wafikie. Ya kwanza ni kuambia kukubali kukataa ukweli, na ya pili ni kukubali uongo. Hizo njia mbili. Kwa hiyo ukweli ni kwamba amani ndio msingi wa maendeleo.